Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karorobi. Na shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji. Karibu, na mimi ni Skola Kisanga. Tulionayo katika dira ya dunia. Andy Burnham ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza, akiahidi kurejesha uthabiti wa kisiasa pamoja na kiuchumi. Wanasiasa wenzake hususan ndani ya chama cha Labour wamempokea kwa matumaini makubwa, kwa sababu amekuja na matumaini mapya ya kuunganisha chama, na sera zake mpya zinaonyesha kwamba zinasikilizwa na zina matumaini pia na wananchi wa kawaida. Marekani imesema imeshambulia vikali Iran kwa siku 9 mfululizo, huku Iran nayo ikizishambulia nchi washirika wa Marekani katika Ghuba. Idadi ya waliofariki kutokana na Ebola DRC ni zaidi ya 900, huku mapigano yakiripotiwa kuzuka upya mashariki mwa Kongo. Mapambano ambayo yanakuwa yakiendelea kila mara kwa kuweza kutumia ndege zisizo na rubani au drone, na hali hii inawatatiza kila mara. Na mabingwa wa kombe la dunia Uhispania wamepokelewa kwa shangwe kuu Madrid baada ya ushindi wao dhidi ya Argentina. Viwanjani kombe la dunia, Mbappe mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu mara 2, huku Rodri akitawazwa kuwa mchezaji bora. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa habari, na msomaji ni Asha Juma. Andy Burnham sasa ni waziri mkuu mpya wa Uingereza na waziri mkuu wa 59 baada ya kukubali mwaliko wa Mfalme Charles kuunda serikali mpya. Burnham anatarajiwa kutoa hotuba yake ya kwanza kutoka ofisi ya waziri mkuu, ambako ataeleza mipango yake ya kurejesha imani kwa serikali ya chama cha Labour. Amedokeza kwa msisitizo kwamba anataka kuielekeza serikali zaidi upande wa mrengo wa kushoto. Uteuzi wa mawaziri sasa hivi umeanza. Katika just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Nimetoka tu katika kasri la Buckingham, ambako nimekubali mwaliko wa Mfalme Charles wa kuunda serikali. Ninapofanya hivyo, natambua kwa dhati kwamba mimi ni mtu wa 6 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita kupita katika barabara hii, na waziri mkuu wa 7 tangu mwaka 2016. Huu ni wakati wa kutafakari na kuweka azimio jipya. Hali hii inahitaji kizazi changu cha wanasiasa kuboresha utendaji wetu na kukabiliana kwa ujasiri na changamoto mpya. Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kurejesha utulivu wetu kwa mara nyingine, na hiyo ndiyo changamoto yetu, kuhakikisha siasa zinafanya kazi na kuzifanya zifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Katika hotuba yake ya mwisho akiwa waziri mkuu, Keir Starmer alisema Uingereza ilikuwa imara na yenye usawa zaidi kuliko ilivyokuwa wakati chama cha Labour kilipoingia madarakani miaka 2 iliyopita. Pia aliahidi kumpa mrithi wake ushirikiano na uungwaji mkono. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia zaidi ya visa 2300, huku takriban watu 930 wakifariki dunia. Wizara ya Afya imesema timu za kukabiliana na mlipuko huo zimeimarisha ufuatiliaji na kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa, wakati ugonjwa huo ukiendelea kusambaa katika majimbo 5 ya mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi ya wagonjwa 700 wamelazwa hospitalini au wamewekwa kwenye vituo vya kutengwa ili kuzuia maambukizi zaidi. Serikali ya Sudan imepinga vikwazo vipya vya Marekani vilivyowekwa kufuatia madai kwamba jeshi lake lilitumia silaha za kemikali katika vita dhidi ya wanamgambo wa RSF. Maafisa waandamizi wa serikali ya Sudan mjini Khartoum wamevitaja vikwazo hivyo kuwa ni kinyume cha sheria, na wameitaka Washington kuwasilisha ushahidi unaunga mkono madai hayo. Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Sudan imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai hayo, ikisema hayana msingi na yamechochewa kisiasa. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema nchi hiyo inatekeleza masharti ya mkataba wa kupiga marufuku silaha za kemikali na huwasilisha ripoti za mara kwa mara kwa taasisi ya kimataifa inayosimamia utekelezaji wa mkataba huo. Mwezi uliopita, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya Sudan, lakini hadi sasa haijatoa maelezo kuhusu silaha zinazodaiwa kutumia
kutumiwa. Hata hivyo, vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kwamba jeshi la Sudan lilitumia gesi ya klorini karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Al Jail kaskazini mwa Khartoum mwaka wa 2024. Vikwazo hivyo vinazuia upatikanaji wa ufadhili, vinazuia mauzo ya silaha na vinaweka vikwazo kwa usafirishaji wa bidhaa na teknolojia nyeti kwenda Sudan. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imefanya moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi kwa kutokea ya makombora ya masafa mafupi katika mji mkuu wa nchi hiyo Kiev usiku kucha. Amesema Urusi ilirusha zaidi ya makombora 40 na zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani, nyingi zikiwa zinalenga mji huo mkuu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu mmoja aliuawa kwenye mashambulizi hayo. Kusini mwa nchi hiyo, maafisa Ukraine wanasema sasa imethibitishwa kuwa watu 10 waliuawa katika shambulizi la Urusi dhidi ya meli ya biashara karibu na eneo la Odessa siku ya Jumapili. Na maelfu ya waandamanaji mjini Delhi wamejaribu kuelekea katika majengo ya bunge wakidai mageuzi katika mfumo wa elimu nchini India. Wafuasi wa vuguvugu la vijana linalojulikana kama Mende au Cockroach wanataka waziri wa elimu ajiuzulu kufuatia madai ya kuvuja kwa mitihani ya kitaifa. Mamia ya maafisa wa polisi na wanajeshi wa kikosi cha usalama wametumwa kuimarisha ulinzi. Baadhi ya taarifa zinasema polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji hao. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Shajuma. Matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza kupitia FM, lakini pia nchini Tanzania tegea sikio kupitia Radio Africa, Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya kuna Gulf Radio, Nyota FM na Must FM. Huko Uganda yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako hapo msikilizaji una fursa kutuachia maoni yako. Tukipata nafasi, bila shaka tutayasoma maoni hayo kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia, ambayo jioni hii unaletewa kwako nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Habari za huko? Huku tuwashukuru salama. Dar es Salaam siku hizi tuna baraka manema ya kaubaridi. Joto kwa miezi kadhaa tumelimisi na lisije. Sawa kabisa Skola. Wacha sasa tuanze kuwajuza wasikilizaji yale ambayo tumewaandalia. Na taarifa yetu kuu ni kuhusiana na Anne Burnham, ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza baada ya kukubali ombi la Mfalme Charles la kuunda serikali akiwa kiongozi wa 7 kuiongoza Uingereza katika kipindi cha muongo mmoja. Katika hotuba yake ya kwanza tangu kutangazwa kuwa waziri mkuu, Bwana Burnham amesema Uingereza inapaswa kuonyesha ulimwengu kwamba inaweza kurejesha uthabiti. Ameahidi kuanzisha mfumo mpya wa kisiasa na kiuchumi utakaojumuisha hatua za kuwasaidia watu na tatizo pia la gharama ya juu ya maisha. David Nkia na maelezo zaidi.